kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel na Marekani wanasema kwamba wameshinda vita dhidi ya Iran. Lakini je, wameshindaje vita hivi? Kupitia ripoti hii utaweza kufahamu kwa nini Marekani wanatumia neno wameshinda vita, na kwamba wanachofanya wakati huu ni kuhakikisha na uondoa utawala ulio madarakani wa Ayatollah Mujtaba Khamenei. Kulingana na kauli za viongozi wa Marekani na Israel, vita dhidi ya Iran vina malengo kadhaa ya kisiasa, muhimu zaidi yakiwa ni kubadilisha utawala wa Iran na kuharibu mipango yake ya nyuklia na makombora. Hata hivyo, bado haijulikani ni lini wataweza kujua kama malengo hayo yamefanikiwa. Kwa sasa wanachosema Marekani na Israel, hasa rais wa Marekani Donald Trump, ni kwamba 80% ya makombora ya ballistic ya Iran wameshayaharibu, na hii inawafanya watangaze kwamba wameshinda vita hivyo. Hata hivyo, kingine kinachowafanya watangaze ni baada ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei. Kuwa na lengo la kisiasa lisilo wazi ni jambo muhimu, kwa sababu kufanikiwa kwake kuna maanisha mwisho wa vita. Lengo hilo husaidia kutathmini muda ambao vita vinaweza kuchukua na mwelekeo wake, lakini muhimu zaidi, linawapa fursa wanaoshiriki vita hivyo kuelewa ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa ili kufikia mwisho wa mgogoro huo, au wameshindwa vita hivyo. Israel na Marekani bado hawajatangaza nia ya kutuma wanajeshi wao ndani ya Iran, taifa ambalo ukubwa wake ni zaidi ya mataifa ya Ulaya isipokuwa Urusi. Aidha, maeneo mengi ya Iran yaliyojaa milima ambayo inafanya kuwa vigumu kupigana vita vya eneo hilo ni moja kati ya ngao muhimu ambayo Iran wakati huu inategemea. Kuhusu makombora ya Iran, hakuna takwimu za wazi zinazoonyesha idadi ya makombora inayozalishwa nchini Iran au idadi ya vifaa vya kurusha makombora walivyo navyo. Lakini pia wataalamu wa masuala ya usalama kutoka Israel wanadai kwamba kwa kulingana na ripoti ya ujasusi ya Israel, Iran inamiliki takribani makombora 2500 hadi 3000 mwaka 2025. Makombora hayo yanaweza kuenda umbali wa kilomita 1000 hadi 3000. Taasisi ya Kiyahudi ya The American Think Tank walidhihirisha idadi hiyo katika ripoti yao iliyochapishwa mwezi Februari mwaka 2026. Kulingana na taasisi hiyo ya Iran, na haina makombora yanayoweza kwenda umbali wa zaidi ya kilomita 2000. Hata hivyo, kando na makombora yenye umbali wa wastani, Iran pia ina makombora yanayoweza kurushwa kwa umbali mfupi wa kilomita 500 hadi 1000. Makombora haya masafa mafupi si tishio kwa usalama wa Israel, ila ni tishio kwa mataifa ya Ghuba. Kulingana na wataalamu hao wa mambo, Iran ina makombora haya kwa wingi. Kando na makombora ya ballistic, Iran pia ina makombora ya majini na drone za Shahedi ambazo Urusi inazitumia kutekeleza mashambulizi yake nchini Ukraine, na hizi zina hatari yake kivyake. Kujikinga dhidi yake kuna hitaji mfumo tofauti wa ulinzi wa anga. Kushambulia na kuharibu makombora ya Iran ilikuwa lengo kuu la Israel na Marekani, na hata wakati huu rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatangaza kwamba wameshaharibu makombora hayo, ni bado hakuna uhalisia wa kile anachokizungumza rais huyo wa Marekani. Hata hivyo, kitendo hicho cha kusema kwamba wameharibu makombora pamoja na mifumo ya ulinzi kwa 80% ni jambo ambalo linaifanya Marekani na Israel kutangaza kwamba wameshinda vita hivyo. Katika ripoti ya taasisi ya utafiti ya Marekani ya Jewish Institute for National Security Affairs imechapisha ripoti kwamba makombora ya Iran yanahifadhiwa katika vituo vingi, vikiwemo vile vinavyojulikana kama miji ya makombora vilivyo chini ya ardhi, na kwamba havijulikani vipo maeneo gani. Na hii pia inawafanya watafakari zaidi ni namna gani waliweza kuvishambulia. Vituo vingi viko chini ya ardhi, tena chini ya milima, kiasi kwamba kunahitajika kuwa na makombora ya bank buster kama yale yaliyotumika katika kipindi cha vita vya siku 12 kushambulia Natanz, Fordo na Isfahan, vituo vya nyuklia vya Iran. Lakini sasa hata wakati huu Iran, Israel pamoja na Marekani hawakutumia makombora ya aina hii. Kwa hivyo yanaleta wasiwasi kwamba kuharibu makombora ya Iran jambo ambalo halikuwezekana. Makombora ya cruise yapo katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo na yanaweza kushambulia maeneo yaliyoko karibu na kusini mwa Iran. Miundombinu ya ndege zisizokuwa na rubani pia inajumuisha vituo vya chini ya ardhi, viwanja vya ndege na vituo vya uzalishaji vilivyoenea katika maeneo ya kati, magharibi na kusini mwa Iran. Maeneo hayo mengi yana njia za chini ya ardhi ambayo hutumika kurusha makombora, na wakati huo huo hutumika kama maeneo ya kujificha baada ya kutekeleza mashambulizi. Kuhusu miradi ya nyuklia, mpaka sasa bado hakuna shambulizi ambalo limeharibu vinu vya nyuklia, tofauti na mashambulizi yaliyofanyika katika kipindi cha vita vya siku 12.
waziri wa ulinzi na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walisema vita dhidi ya Iran vinafaa kuanza sasa ili kuzuia Iran kumaliza kutengeneza mpango wake wa nyuklia na kuwa na nguvu, na huenda ikawa vigumu kuishambulia. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt alisema lengo kuu la kuishambulia Iran ni kulemaza azma yao ya kumiliki silaha za nyuklia. Tofauti na mpango wa makombora wa Iran, mpango wao wa nyuklia una vituo tofauti za utafiti wa kuzalisha silaha. Lakini pia hata wakati huu bado hakuna taarifa ya kituo kilichoshambuliwa na kuharibiwa kama ambavyo Marekani inazungumza. Mashambulizi makubwa ambayo yamefanywa hadi wakati huu ni mashambulizi mengi yaliyofanywa katika vituo mbalimbali vya kijeshi, lakini pia katika maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Iran, ikiwa ni pamoja na maeneo yenye mafuta na maeneo mengine. Lakini kuhusu kuharibu mfumo wa makombora ya ballistic ni jambo ambalo bado halikuwa na ushahidi. Kwa hiyo mtazamaji, kile ambacho Marekani inadai kwamba tayari imeshinda vita hivyo ni jambo ambalo kimsingi bado halijathibitishwa, na ni kwa sababu Iran yenyewe inaendeleza operation na mapambano zaidi dhidi ya Marekani na Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu.